Habari za wakati huu ndugu zangu waandishi wa habari, tumewaita hapa hii leo makao makuu ya Simba kwa ajili ya kutoa taarifa kuhusiana na mchezo wetu wa ligi ya mabingwa Afrika, mechi yetu dhidi ya Stade Malien. Mechi hii dhidi ya Stade Malien ambayo ndio itakuwa mechi ya mwisho hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika itachezwa siku ya tarehe 14 saa 1 kamili usiku katika dimba la Benjamin Mkapa. Tumezoea mechi zetu za ligi ya mabingwa Afrika mara nyingi ama mara zote huwa tunacheza majira ya saa 10, lakini mechi hii itapigwa saa 1 kamili usiku, ikiwa ni sheria ya CAF kwamba mechi zote za kundi husika zinapaswa kuchezwa muda mmoja, na kwa mantiki hiyo basi mechi yetu sisi dhidi ya Stade Malien itakuwa saa 1 kamili usiku, na mechi baina ya Simba na Esperance na baina ya Esperance na Petro na yenyewe vile vile itakuwa muda huo huo wa saa 1 usiku. Maandalizi ya mchezo huu tayari yameanza mara baada ya kumaliza mchezo dhidi ya KMC. Moja kwa moja vijana wakaelekea kambini kwa ajili ya kuendelea na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea katika mchezo huu. Maandalizi ya mchezo huu tulianza kuyafanya tangu tumerejea kutoka Angola, tukaingia kambini tukiwa tunafanya maandalizi ya Double Impact, tunafanya maandalizi ya kujiandaa na KMC, tukafanya na maandalizi vile vile ya kujiandaa na mechi hii dhidi ya Stade Malien. Tumemalizana na KMC na sasa tunaendelea na maandalizi dhidi ya Stade Malien, na kwa upande wetu kila kitu kinakwenda vizuri. Leo tutakuwa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuendelea na programu hiyo ya mazoezi, na kesho Ijumaa tutakuwa uwanja Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Hali za wachezaji wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zinaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri, hakuna hata mmoja ambaye ana changamoto ya majeraha, ukimtoa Wilson Nangu ambaye yeye aliumia katika mchezo wa ligi kuu hapa nyumbani, na baada ya hapo amekuwa nje akiendelea na matibabu. Taarifa mpya kuhusiana na Wilson Nangu ni kwamba mwishoni mwa wiki hii aliumia katika mchezo wa CAF dhidi ya Esperance Benjamin Mkapa. Taarifa mpya ni kwamba mwishoni mwa wiki hii tutampeleka Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation. Ameumia kifundo cha mguu, ule mshipa wa kifundo cha mguu huku nyuma ndicho ambacho kimeumia. Kwa hiyo atakwenda Afrika Kusini mwishoni mwa wiki hii kwa ajili ya kwenda kufanyiwa operation, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema atakuwa nje kwa muda gani, lakini kutokana na jeraha lake hatutegemei kwa Wilson Nangu kurejea uwanjani hivi karibuni. Maana yake ni kwamba ataendelea kupatiwa matibabu mpaka pale atakapokuwa yuko timamu kwa 100%, atarejea kuja kuitumikia Simba Sports Club. Kwa upande wa Yakub Ali Suleiman mlinda mlango, maendeleo yake ni mazuri na muda wowote atarejea katika kikosi kwa ajili ya kuendelea kuitumikia timu yake pendwa. Ndugu zangu wana Simba na waandishi wa habari, tunaelekea katika mchezo huu dhidi ya Stade Malien ambapo ukiutazama kwa jicho la kawaida, ukiutazama kwa jicho la kalkuleta, tayari Simba Sports Club tumeshapoteza nafasi, tumeshatolewa kwenye hatua ya makundi. Hata tukishinda mchezo huu hakuna mahala tunakwenda, lakini sisi kwetu mchezo huu ni mchezo muhimu kweli kweli, na tungependa kila mwana Simba akauhisi huu muhimu ambao tunautazama huu mchezo. Tungependa kila mwana Simba akaona thamani ya huu mchezo, ili kila mwana Simba aone umuhimu wa kuwajibika kuiunga mkono timu yake kuelekea katika huu mchezo, regardless of matokeo ya kwamba tumepoteza, hatuende robo finali na kila kitu, lakini mchezo huu dhidi ya Stade Malien
kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli. Nitatoa sababu kama 3 hivi kwa nini mchezo huu ni muhimu sana kwa Simba Sports Club. Kwanza ni kwa heshima ya Simba Sports. Tunahitaji kupata ushindi katika mchezo huu kwa ajili ya kulinda, kuitetea na kuipigania heshima ya Simba Sports. Hata kama tumefanya vibaya hatua ya makundi, lakini hatutakiwi kuendelea kufanya vibaya zaidi katika hatua ya makundi. Kufanya vibaya zaidi maana yake ni kwamba ni kupoteza hata mchezo huo wa mwisho, huko ndiyo kufanya vibaya zaidi. Hatuko tayari kuiona Simba yetu inafanya vibaya zaidi katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu. Maana yake tunataka kwenda kusimika heshima ya mnyama katika mchezo huu. Lakini nyote nyie ni mashahidi ya kwamba msimu huu hatujapata ushindi hata mchezo mmoja Benjamin Mkapa. Kuanzia mechi ya awali, ikaja mechi ya kwanza, zikaja mechi za makundi, mechi zote tumepoteza ama tumepata sare. Haya ni matokeo ya fedheha vibaya mno kwa Simba Sports Club. Hatuko tayari kuona fedheha hii inaendelea ndani ya Simba. Matokeo haya ya kutopata ushindi katika uwanja Benjamin Mkapa yametengeneza fikra kwa vichwani mwa mashabiki wetu ya kwamba uwanja ule ni mgumu, uwanja ule hautawaliki, uwanja ule hatuwezi tena. Na kama haitoshi, tumeipoteza dhana ya kwa Mkapa hatoki mtu. Hakuna mwana Simba mwenye imani tena na Simba anapokuwa Benjamin Mkapa. Imefikia wakati wanasimba wana imani na Simba yao anapokuwa ugenini huko, lakini anapokuwa Benjamin Mkapa wanasimba hawana imani. Hiyo imani imewapotea kwa sababu ya kutopata matokeo mazuri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi dhidi ya Stade Malien ni mechi maalum kwa ajili ya kwenda kuondoa na kufuta hii dhana ambayo mashabiki wetu wamekuwa nayo msimu huu. Tunakwenda kurejesha dhana ya kwamba kwa Mkapa ni nyumbani kwetu Simba Sports na kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kurejesha imani ya mashabiki wetu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa sisi tunaumudu na tunauweza kweli kweli. Mechi hii dhidi ya Stade Malien lengo lake ni kwenda kurejesha hiyo confidence ya wachezaji pamoja na mashabiki. Na kama haitoshi, sisi tumeshaanza maandalizi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Stade Malien ni mechi kwa ajili ya kufuta hiyo dhana, ili tunapoelekea ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao tukiwa hai, watu waondokane na hiyo dhana ya kwamba Benjamin Mkapa ni uwanja mgumu kwa Simba Sports Club. Sababu ya 3. Kwa nini mechi hii dhidi ya Stade Malien ni muhimu sana kwa upande wetu kupata ushindi? Kwa sababu haijawahi kutokea Simba katika ushiriki wake wa hatua ya makundi kupoteza mara 2 dhidi ya mpinzani mmoja. Hata nyakati zile ambazo tulikuwa tunafungwa mabao 5-5 na kina IS Vita Club, tunafungwa mabao 5-5 na kina Al Ahly, tunafungwa mabao 3 na kina JS Soura, lakini wote hao walipokuja Benjamin Mkapa tuliwarudishia, tuliwafunga na mnyama akachukua alama 3 Benjamin Mkapa. Hii ndiyo falsafa, hii ndiyo sifa na hii ndiyo nguvu ya Simba Sports Club. Kama ambavyo ilikuwa kwa Petro alitufunga nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tukasema iwe iwavyo, ikiwezekana kufia katika uwanja wa watu kule Angola tuko tayari, lakini hatuko tayari kufungwa mara 2 dhidi ya mpinzani mmoja. Hatuko tayari sisi kuwa ngazi ya timu kufuzu kwenda hatua inayofuata, sababu kwenye hatua makundi ukimpa mpinzani wako alama 6, maana yake wewe ndio ngazi ya yeye kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Simba hatuko tayari kuwa ngazi kwa timu nyingine kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Maana yake ni kwamba hatuko tayari, halitakaa litokee Simba tukapoteza mechi 2 dhidi ya mpinzani mmoja kwenye hatua ya makundi. Stade Malien alitubahatisha nyumbani kwao Mali,
anakuja nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, atake asitake ataacha alama 3. Mnyama piga panga pangua, tunataka ushindi katika mchezo huo dhidi ya Stade Malien ili kuendeleza na kudumisha ile falsafa yetu ambayo tumejiwekea na imedumu kwa miaka na mikaka. Kwa hiyo Jumamosi tutakwenda kupambana kadri tuwezavyo. Wachezaji wetu watakwenda kujitoa na kujituma kadri wawezavyo ili twende tukapate matokeo katika mchezo huo siku ya Jumamosi.